Dokta, dokta, una uhakika hivi niko sawa? Yaani hapo mzee wangu, yaani hapo ukigusa tu hilo. Kwa hiyo uhakika Ya. Vipi, uko sawa? Dokta, ujui Oh yes, kama kawaida tunaendelea kijanja ile noma kuendelea kutazama series kali, series ambayo inafahamika kama Dunia, ikiwa ni season 2 kwa maana ya msimu wa pili, na hii hapa ni episode ya 38, episode ya kibabe ambayo tunapata kuitazama hapa katika channel ya Kupendo ya Mapro Media. Ni kuombe kwa yeye ambaye bado hajiunga nasi, hakikisha unagusa sehemu iliyoandikwa subscribe, kisha unagusa sehemu yenye alama ya kengele ili usipate tabu ya kupata taarifa tunavyoupload episode nyingine, lakini pia bila kusahau zile love story kali ambazo zitakuwa zikiwekwa hapa kila siku. Yes, ni episode ya 38 season 2. Nini kimejiri katika episode hii? Twende pamoja. Ya, sasa tunaanzia pale ambapo tunamwona Mudi Muzungu bwana akiwa na mwanadada Latifa ambaye ni dada wa Joha, ambaye kwa muda mrefu wamekuwa katika mahusiano, japo mwanadada huyu amekuwa katika mahusiano na mzee mwingine ambaye kiukweli amekuwa akimhudumia kwa hali na mali, na pia amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanamfanya aendelee kuishi vyema kabisa hapo mjini. Sasa unaambiwa jamaa ndo hivyo tena, akawa na complain kwelikweli kwa sababu design fulani Tifa aliweza kwenda getoni kwa Mudi, na katika mastori mawili matatu kwa wanafahamu kwamba Mudi akajua ni kama kawaida, lakini Tifa akawa design fulani kama hataki. Sasa baada ya complain akamwambia, unakumbuka jana mzee alikuja pale, kwa hiyo sasa hadi hivi sasa I'm not sure, siko sawa. Kitendo ambacho kimemuumiza sana Mudi kwa sababu kauli ile kwa Mudi ni kama anamtambia hivi, jambo ambalo limemfanya sasa achukie kweli kweli, na hapa ndio tunaona kwamba kile ambacho alikuwa akikieleza Joha kinaanza kutimia, na nafikiri Mudi kwa sasa anakwenda kujutia kile ambacho amekifanya ama maamuzi ambayo ameachukua, kwa sababu Joha ndiye mtu ambaye alimpambania kwa hali na mali, ndiye mtu ambaye tumia nguvu na jitihada kubwa kuweza kumwezesha aweze kubaki pale, na kama hiyo haitoshi, Joha ndiye aliweza kwenda kumtafutia nguo kwa ajili ya kubadilisha, kuweza kumpeleka saluni kunyoa na kila kitu, lakini mwisho wa siku ndio hivyo tena, Mudi hajatumia akili nzuri kuweza kuchagua upande gani ambao yeye alitaka uwe. Kwa hiyo ndio vile tena Mudi anaanza kupitia manyanyaso kwelikweli. Lakini tukurejea upande wa pili huku kwa mwamba huyu Mr. Madevu. Bwana Mr. Madevu leo hii ameamua kumpokea mkewe dukani na ameamua aweze kukaa yeye, lakini kama unafahamu kwamba kuna mshikaji huyu hapa, huyu ambaye aliweza kumtumiaga picha zinazohusiana na mkewe ambaye aliweza kumsaliti na bosi yule ambaye amekuwa akitoa misaada mikubwa sana kwao. Sasa mshikaji baada ya kutuma picha ndio hivyo tena, zilikuwa hazikufanyiwa kazi kwa sababu aliziona ni picha za kawaida na mkewe, kwa sababu alishamwambia. Kwa hiyo akaona yes,
Hakuna kipya, kila kitu kiko sawa tu, wala sio jambo la kustusha. Sasa leo hii bwana, mshikaji akaona bora nije kumchana ukweli bwana. Sasa alimwambia bwana, nimekuona hapa leo na kitu kikubwa sana ambacho nataka nikwambie. Mr. Mandevu anamwangalia huku akimwambia yes, niambie ni kitu gani hiko ambacho unataka unieleze. Lakini jamaa anamwambia nilikutumia picha lakini naona kama haujastuka hivi wala haujaniambia kitu chochote. Mr. Mandevu anamwambia yes, niliziona zile lakini si unajua ni picha za kawaida tu. Sitoshe Tajiri Kisesa amekuwa ni mtu muhimu sana kwetu sisi kwa sababu amekuwa akitusaidia kwa hali na mali. Kwa hiyo hata siku hiyo aliweza kuomba lift na mke wangu kuweza kupanda katika gari lake, na ndio maana ulivyonitumia zile picha wala sikuwa nimehisi chochote kibaya, na ndio maana nimeamua tu kuzipotezea. Wala usijali, nimeziona lakini ni jambo la kawaida, alishinieleza wife. Kauli ile inamfanya mshikaji cheki kidogo na kisha kumwambia Mr. Mandevu kwamba unajua wewe ni mwanaume mwenzangu na mimi ninamuona mwanaume mwenzangu ananyanyasika ama pengine mali yake inachukuliwa, siwezi nikakubali kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana kwetu sisi hapa. Mara kadhaa umekuwa ni brother ambaye hata kama tukifulia umekuwa ukituungia. Kwa hiyo sisi tunavyoona jambo lako haliko sawa, ni lazima tutaumia na lazima tukuambie. Kiukweli bwana, zile picha nilizipiga kipindi ambacho mkeo alishatoka kufanya jambo fulani na Tajiri Kisesa. Nafikiri mimi sitaki nigombanishe ndoa yako, lakini kama nilivyokueleza kwamba jambo lako ndio letu. Tunapoona wewe jambo lako linaenda vibaya, mimi lazima niumie kwa sababu umekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Kisesa anapita na mkeo, na hili nataka nikupe tu kama homework. Kama unahisi mimi kama ni muuni ama pengine nataka niwachonganishe, wala usiachukue sana haya maneno, lakini cha kuzingatia ni kwamba wewe mwenyewe tumie muda wako, tumia akili yako kuweza kumchunguza mkeo. Nafikiri utabaini kwa sasa kuna zawadi anakuja navyo. Vichunguze vizuri vizawadi hivi vimetoka wapi na kwa nini anapewa yeye. Utagundua kile ambacho ninachokwambia. Mimi nilikutumia picha zile kwa sababu nilitaka uone kile ambacho mkeo anakifanya. Pale mimi niliwashuhudia mwanzo mwisho wakiwa kwenye gari na mambo yao yamalizia kwenye gari. Na mimi tu nilitaka nichukue picha kidogo kama kaushahidi fulani. Japo sijapata ile picha za tukio. Na ndio maana nakwambia ili uje kuamini, endelea kumfuatilia mkeo. Ujue nyendo zake, ujue ni nini anakifanya kati yake yeye na Tajiri Kisesa, and then utakuja kupata jibu. Ni hayo tu brother wangu, nafikiri ni kuache kwa sasa, acha mimi niondoke. Nikutakie siku njema, lakini cha kuzingatia ni hiko. Hakikisha unamfuatilia vizuri, unamchunguza vizuri kwa muda wako, then utapata majibu. Nikutakie siku njema. Kisha mshikaji huyo ananyatoka na kuondoka zake, kitendo ambacho kinamfanya sasa Mandevu aanze kuhisi kama kuna kitu kweli ambacho kinatokea hapa. Mandevu hana raha kweli kweli, na nafikiri kile ambacho ameambiwa leo hii kinaanza kumuingia akilini, kwa sababu kikawaida mtu hata kama na ubinadamu vipi kukugea pesa kama shilingi milioni 2, milioni 3, mara amekusaidia hiki, mara amempatia zawadi ya simu, tayari inaonyesha ishara mbaya kwa mkewe. Unafikiri nini kinakwenda kutokea katika episodi ya 39? Tuandike maoni yako kwenye comment section. Usahau kubonyeza neno subscribe, kulike na kushare. Asante na kwaheri, tukutane next video.